Habari ambazo zimefika siku ya leo ni kutoka benki ya CRDB ambayo ni mdhamini mkuu wa mashindano ya FA, ambapo kama unakumbuka vizuri sakata ambalo lipo ni kwamba Yanga wanakiri wazi kwamba hawatocheza kutokana na kutolipwa pesa yao ya mwaka jana kwenye mashindano ya mwaka jana. Na hii kesi yote inamwangalia sana Karia ambaye ni kiongozi mkuu pale TFF. Sasa taarifa mpya ni kutoka CRDB na wao wametoa barua yao ya wazi kabisa kuweka wazi kuwa wao tayari washalipa pesa ya mashindano ya mwaka jana ambayo Yanga alikuwa bingwa, aliondoka na kombe. So pesa yao tayari walishawapatia. Kwa hivyo kesi inamwangalia Karia sasa hivi kwamba okay, kama pesa ililipwa, je, nini ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi Yanga hawajalipwa pesa yao. Kama unakumbuka vizuri, Yanga walithibitisha kwamba hawajalipwa pesa zote, pesa zao za mwaka jana za CRDB Federation Cup, na kama tunavyojua kwamba benki hii ndio ilikuwa mdhamini mkuu. Sasa TFF ndio ilikuwa inatakiwa kuzungumza kuhusiana na hiki kitu ambacho kinaendelea sasa hivi, kwamba TFF ambayo kiongozi wake ni Karia, basi walitakiwa waseme chochote kuhusiana na tuhuma hizi kwamba pesa imelipwa lakini Yanga wenyewe hawajapewa pesa hizo. Sasa barua ambayo imetolewa na CRDB Bank ambayo inasambaa mtandaoni inaonyesha kuwa hii ni taarifa kutoka benki ya CRDB, mdhamini mkuu wa mashindano ya FA Tanzania. Imeweka wazi na kusisitiza kuwa CRDB ilishafanya malipo ya pesa zote kama mdhamini msimu uliopita kwenda kwa shirikisho la mpira Tanzania, yani TFF. Naomba nikusomee barua kama inavyosema kuhusiana na malipo ambayo tayari walishayafanya CRDB. Lakini nikukumbushe tu kwamba niko na ndugu zangu wanaitwa Silent Ocean, Simba wa Bahari, lakini pia niko na Jizo Sound katika kuhakikisha na kuletea taarifa zote hizi ambazo unatakiwa kuzipata. Sasa bila kupoteza muda ni kusomea moja kwa moja barua ambayo imetolewa na CRDB Bank. Taarifa kwa umma. Benki ya CRDB inapenda kutoa ufafanuzi wa madai yanayotolewa na msemaji wa klabu ya Yanga yaliyotolewa na msemaji wa klabu ya Yanga katika mkutano wake na wanahabari uliofanyika tarehe 9 Juni mwaka 2025 katika makao makuu ya klabu hiyo. Katika mkutano huo, msemaji wa klabu hiyo alinukuliwa akitoa taarifa kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, yani TFF, na kwetu kama mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kuwa klabu ya Yanga haitocheza fainali na mashindano hayo msimu huu kama hawatalipwa fedha za ubingwa wa msimu uliopita. Tungependa kufahamisha umma na wadau wote wa soka kuwa benki ya CRDB ni taasisi yenye kuzingatia weledi, kanuni na taratibu, na kwa msingi huo tayari benki ilikwisha tekeleza kikamilifu wajibu wake wa kifedha kwa TFF kama sehemu ya makubaliano ya udhamini wa mashindano hayo. Kama sehemu ya makubaliano ya udhamini wa mashindano haya. Malipo yote ya msimu uliopita yalifanyika kwa TFF kwa mujibu wa mkataba baina ya benki ya CRDB na TFF. Benki ya CRDB inatambua kuwa mbali na mchezo wa soka kuunganisha jamii yetu na kutoa burudani, lakini pia mchezo huu ni ajira kwa vijana wengi. Hivyo, dhamira yetu ni kuendelea kushirikiana na TFF, vilabu na wadau wengine katika kukuza mchezo huu
kwa maslahi mapana ya taifa letu. Imetolewa na Idara ya Mawasiliano na Uhusiano kwa Umma, benki ya CRDB, Juni 10 mwaka 2025. Hii barua imetolewa siku ya leo, na kama unavyojua vuta nikuvute ilikuwa ni siku ya jana, ambapo tuliona namna ambavyo Ally Kamwe ambaye ni afisa habari wa klabu ya Yanga akiweka wazi msimamo wao kama club kwamba mechi ya Jumapili hawatocheza dhidi ya Simba Sports Club kutokana na kutokulipwa fedha yao ambayo ilitakiwa waipate mwaka jana. Walibuka mabingwa wa msimu uliopita, waliondoka na kombe, furaha ilikuwa kubwa, lakini ukweli ni kwamba hawakufanyiwa malipo yao. So kama utakuwa ulitazama baadhi ya videos ambazo tulikuwa tumezipost kupitia Rick Media, utakuwa uliona namna ambavyo Ally Kamwe alikuwa amesimamia msimamo wake, na anasema kama club, hayo ni makubaliano ya club kwamba wao hawatocheza msimu huu kutokana na kutokulipwa malipo yao yaliyopita. Kwa hiyo hii na walikuwa wanasema kwamba wao wana masharti ambayo wanataka TFF wawafanyie, na yalikuwa wazi kabisa. Ally Kamwe alikuwa anasema Yanga haitocheza dabi na michezo iliyobakia, na mwakani hawatocheza ligi. Na hii ni kutokana na hiyo malipo ambayo hayakufanywa. Nitakuwekea baadhi ya videos hapa umtazame Ally Kamwe, umsikie mwenyewe anavyosema, lakini kesi hii inaenda moja kwa moja kwa TFF ambao wanasemekana wamelipwa tayari pesa na CRDB, lakini hawajatoa pesa kwa klabu husika. Lakini pia hii imekaa vibaya sana kwa Karia kwa sababu yeye ndio kiongozi wa TFF. Nafikiri wewe kama mwanamichezo, wewe kama mtu ambaye unafuatilia haya masuala ya michezo, unaelewa vizuri hili swala. Msikilize Ally Kamwe baadhi ya mazungumzo yake na waandishi wa habari siku ya jana. Then acha comment yako. Na leo imetoka taarifa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB. Klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Tuko very clear. Mpaka maana tumeleana kwa muda mrefu hapa. Kama hatujalipwa deni letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shirikisho la CRDB msimu uliopita, Yanga haitacheza hiyo mechi, na huko pia hatuchezi. So very clear. Kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa, hii ni haki yetu. Msimu mzima tumeisubiri hapa, tumeshaandika barua sana. Tushaandika sana barua. Sasa iko very clear, na huu ndio msimamo wa taasisi. Kama hiyo hela hatalipa ya ubingwa, taarifa hii ifike kwa ofisi ya katibu mkuu wa TFF, iwafikie na wenye mashindano benki ya CRDB. Yanga hawatakuja Zanzibar kucheza hiyo mechi mpaka hela imeingia kwenye akaunti. Zaidi hapo hakuna maelezo mengine. Ndugu zangu wana Yanga duniani kote ambako mnanisikia, aminini msimamo huu wa viongozi wenu ni msimamo ulionyooka, msimamo usioyumba, na hayuko mwanadamu wa kutuyumbisha kwa hapa tulipofika. Tutasimamia haki yetu kwa maslahi mapana ya klabu yetu.